Ndugu wanachama wapya na ndugu wanachama mliokuwa zamani, mmewapokea wanachama wenu, ni ndugu zenu sasa. Wamekuwa katika chama kipya, wote tunashika pamoja. Tuko hapa Ubungo Plaza jijini Dar es Salaam. Ndugu wa Tanzania, awali ya yote napenda kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema ambaye ametujalia maisha ya leo mpaka sisi sote tumekuja hapa, akili zetu zikiwa hadhir, zikiwa timamu, kwa kutupa zawadi uzima mpaka siku ya leo. Okay. Na tunawezesha kukutana hapa tukiwa wenye afya na nguvu tele. Leo ni siku ambayo tunaandika historia mpya ya chama chetu tangu tulipopata usajili wa kudumu 2013. Tulipata usajili mpya mwaka 2012, ni takriban miaka 13 sasa hivi. Tuna uhai wa miaka 13. Kama ni mtoto kisha kuwa anatambana kwenda nursery school, anatoka chini huko nyumbani, lakini kisha mtoto anakuwa mkubwa sasa. Sasa tunaendelea na safari ya kujenga chama chetu hatua kwa hatua katika mapito mbalimbali, na hatimaye tumefikia siku hii muhimu katika historia yetu kama chama na taifa kwa ujumla. Tunakumbuka kuwa waasisi wa taifa letu walikuwa na makusudi walipopigania uhuru wa taifa letu. Walikuwa na ndoto kuhusu jamii ambayo walitaka kuijenga. Walikusudia kujenga jamii ambayo, pamoja kuwa waasisi wa taifa letu walikuwa na makusudi walipopigania uhuru wa taifa letu, walikuwa na ndogo kuhusu jamii ambayo waliitaka kujenga, jamii ambayo pamoja na tofauti katika imani, jamii yenye usawa katika mahitaji na misingi na lazima. Taka jamii ambayo ina mahitaji ya msingi ya lazima ni ya wote. Walikusudia kujenga jamii ambayo watu watashindana katika ziada, lakini wote watakuwa sawa katika kupata mahitaji ya msingi, heshima na utu wao. Chauma tunaamini kuwa taifa letu linatakiwa kuwa kwenye misingi ya soko moja la kijamii lenye nidhamu, kwani ndio msingi. Naamini kuwa soko la kijamii ni daraja la kurejesha taifa letu katika kujenga jamii na kiuchumi kutokana na utajiri wa rasilimali ambao Mwenyezi Mungu ametujalia katika maisha yetu. Tunatamani kujenga jamii ambayo inaheshimu misingi ya demokrasia, utawala bora, uwazi na uwajibikaji, na inayoheshimu haki za binadamu, na taifa ambalo litajenga ustawi wa watu wake wote.
tuna imani kuwa tunatakiwa kujenga jamii ambayo inatofautiana katika ziada, lakini yenye usawa katika mahitaji ya misingi hiyo. Mahitaji ya misingi hili ndio agano letu na wananchi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambalo limekuwa msingi mkuu wa kuanzishwa kwa chama chetu. Chama hichi kilianzishwa kwa misingi ya kuanzisha kwamba sisi sote tutakuwa na azma moja ili kuweza kupata mahitaji ya watu wote, na watu wagawane mahitaji ni kitu cha lazima. Ndio maana na nembo ya chama chetu kuwa na alama moja ambayo ni kiganja cha mkono kilichokunjwa, ikimaanisha umoja na ushikamano wa taifa letu. Ikibidi itikadi ya chama chetu, tunaamini kuwa katika demokrasia ya kijamaa, na ndiyo ambayo misingi yake ni demokrasia, ambayo chama hichi kinaamini misingi yake ni uhuru, umoja, ukweli, haki, amani, usawa mbele ya sheria, ustawi wa jamii na maendeleo wa wote. Falsafa ya chama chetu ni kujenga umoja wa kitaifa na uwazi na ukweli, kujenga jamii yenye mashikamano na ya kidemokrasia na iliyo huru na haki kila wakati. Katika kipindi chote cha miaka 13 tangu kuanzishwa na kusajiliwa kwa chama chetu, tumeishi misingi hiyo kwa vitendo, na ndio maana imetuwezesha leo kufikia katika hatua hii ambayo imevutia Watanzania wengine kujiunga na sisi kwa maelfu, kama ambavyo mnavyowaona hapa ukumbini wakawa wawakilishi wao, na nina imani kuwa walioko nje ya ukumbi huu ni wengi maradufu kuliko walioko hapa ndani. Nawakaribisha sana, twendeni tukajenge chama ambacho kitashindana na kukabiliana na CCM kwa hoja madhubuti na kwa uhakiki kwa umoja wetu tutawashinda katika uchaguzi ulioko uhuru na haki. Na wakaribisha wanachama wapya, tukapambane kwa hoja tuweze kupata mabadiliko ambayo watalipelekea kufikia na kuishi misingi ya kuundwa kwa chama chetu. Taifa ambalo halina lishe, ubwabwa huo. Taifa ambalo halina lishe, taifa ambalo halina lishe hakika halitaweza kuendelea. Na ndio maana sisi CHAUMMA tunaamini kuwa ili kujenga taifa madhubuti na lenye watu imara, ni lazima tuhakikishe kuwa
wanapata lishe madhubuti tangu wakiwa watoto.